Katika kuadhimisha siku ya mikoko kitaifa, mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani ametaka jamii nchini kuendelea kusimamia sheria na taratibu za utunzaji na usimamizi wa mazingira na ekolojia ya mikoko, akibainisha kuwa mikoko ni chanzo cha mapato na ina mchango mkubwa katika kuhifadhi na kulinda fukwe dhidi ya mmomonyoko wa ardhi. Wito huu ameutoa katika maadhimisho ya siku ya mikoko kitaifa iliyoambatana na upandaji wa miche takriban 500 ya mikoko katika eneo la Donge Mianjani ndani ya jiji la Tanga. Ameeleza kuwa mikoko ni hazina ya taifa na chanzo cha mapato kwa jamii inayotegemea uvuvi, utalii na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Hivyo ni wajibu wa kila mwananchi kuhakikisha mikoko iliyopo inalindwa na maeneo yaliyoharibiwa yanarejeshwa katika hali yake ya awali. Siku hii ina lengo la kuendelea kuongeza ufahamu kuhusu umuhimu wa mifumo ya kiikolojia ya mikoko na kukuza usimamizi, uhifadhi na matumizi endelevu. Maadhimisho ya mwaka huu yanaongozwa na kauli mbiu inayosema tutunze mikoko kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ndugu wahifadhi, Tanzania ni moja ya nchi zenye eneo kubwa la misitu ya mikoko takriban hekta 1,158,100, wilaya 14 za pwani katika nchi yetu, kutoka Mtwara hadi Tanga kaskazini na katika visiwa vya Unguja na Pemba na Mafia. Hifadhi ya mikoko si tu kwamba ina umuhimu mkubwa kwa Tanzania, bali ni sehemu ya mifumo ya ekolojia ya kimataifa na katika bahari ya Hindi. Mikoko si miti ya kawaida. Mikoko inachangia katika afya ya bahari. Mikoko inachangia katika uhifadhi wa mazalia ya samaki, kaa, kamba na ndege. Mikoko inachangia katika uhifadhi wa fukwe dhidi ya mmomonyoko wa ardhi na mawimbi makali. Inasaidia uhifadhi wa kaboni, lakini kuchuja taka na kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi katika ukanda mzima wa bahari. Kwa hivyo, kulinda mikoko au kulinda hifadhi hizi za mikoko ni kulinda maisha ya watu na viumbe hai. Mikoko oye! Ndugu wananchi wa Tanzania, mikoko ni hazina ya taifa. Kutoka Tanga hadi Mtwara, misitu hii imekuwa chanzo cha maisha ya maelfu ya watu wanaotegemea uvuvi, utalii na shughuli nyingine za kiuchumi. Hata hivyo, hazina hii imeendelea kukabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo ukataji holela wa miti, uchafuzi wa mazingira, ongezeko la shughuli za binadamu kando kando ya bahari, pamoja na athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambapo kuongezeka kwa joto inayoathiri ukuaji wa mikoko na mifumo ya kiikolojia. Tukiachana na hali hii iendelee bila kuchukua hatua, tutahatarisha makazi ya viumbe wa bahari, lakini maisha ya jamii ya pwani na usalama wa fukwe zetu. Mkoa wetu unaona na unachukulia misitu hii ya mikoko kwa umuhimu wa kipekee. Ina umuhimu mkubwa kiikolojia na kiuchumi. Mikoko ya Tanga si tu kwamba inalinda mwambao wetu dhidi ya mmomonyoko wa ardhi, bali pia ni chanzo muhimu cha maisha kwa wavuvi na jamii nyingi za pwani. Kwa miaka hivi karibuni, mkoa wa Tanga umeendelea kuwa mfano mzuri wa jinsi uhifadhi wa mazingira unavyoweza kuunganishwa na maendeleo ya utalii. Ujenzi wa Sahare Mangrove Boardwalk uliojengwa na wenzetu wa TFS ni hatua muhimu inayostahili kupongezwa, kwani eneo hili limeongeza fursa za utalii wa mazingira, huku ikitoa nafasi kwa wananchi, wanafunzi na wageni kujifunza umuhimu wa mikoko bila kuathiri mifumo yake wa kiikolojia. Huu ni mfano mzuri sana unaoonyesha kuwa maendeleo ya uhifadhi vinaweza kwenda pamoja. Nchini Tanzania
tuna takriban hekta 158,100 za misitu ya mikoko iliyotapakaa katika wilaya 14 katika ukanda wa Pwani, zikiwemo wilaya za Tanga Jiji, Pangani na Mkinga. Mikoko ina mchango mkubwa katika kuhifadhi bayoanuai, kulinda fukwe dhidi ya mmomonyoko, kuhifadhi kaboni, pamoja na kuimarisha uchumi wa jamii zinazozunguka maeneo hayo na uchumi wa taifa kupitia utalii, ekolojia na shughuli zingine za uchumi wa bluu. Serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii, hususan Tanzania Forest Service Agency, ina jukumu la kutunza, kusimamia na kuhifadhi maeneo ya mikoko nchini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Tanzania Forest Service Agency inaendelea kurejesha na kusimamia maeneo ya mikoko yaliyoharibika.